Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima atafuatana na Mheshimiwa Mohamed Musa Utali. Mheshimiwa Hamisi Athmani Mkunda ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nichukua nafasi hii kwa sababu ni mara ya kwanza kusimama katika bunge tukufu. Kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuweza kutufikisha mahali hapa, mimi nikiwa mwakilishi wa kundi la vyuo na vyuo vikuu. Ninashukuru sana kwa kibali alichonipatia na kuweza kusimama mahali hapa. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wajumbe wa kamati kuu kwa kuteua jina langu, na hatimaye leo ninasimama hapa kama mbunge wa viti maalum kundi la vyuo na vyuo vikuu. Lakini pia sisahau wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT Taifa ambao walinichagua na kuwa miongoni mwa wabunge watatu wa vyuo na vyuo vikuu. Ninashukuru sana sana sana. Kipekee kabisa nichukua fursa hii pia kusema jambo katika mipango hii ambayo tangu asubuhi ilikuwa ikiwasilishwa hapa. Niseme ni jambo nzuri sana kama nchi kuwa na mikakati kama hii. Tumeshuhudia miongozo hii tukiona dira ya taifa ya maendeleo 2050, lakini na hiyo miongozo mingine. Yote haya ni mambo ambayo ni ya msingi katika taifa ili kuwa na taifa lenye ustawi wa wananchi, lakini ikiwa pia na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kabisa taifa linafika katika mipango ambayo imejiwekea kufikia. Nipongeze sana kamati ambayo imeandaa na kuratibisha mambo haya, ni mambo ya kitaalamu sana. Kwa hiyo tunapongeza sana juhudi za kuhakikisha tunakuwa na mikakati kama hii na mipango kama hii katika taifa. Nina hoja muhimu za kuongeza katika hotuba mbalimbali ambazo zimetolewa kuhusiana na mipango hii. Ya kwanza ni utekelezaji kwa vitendo hadi ngazi ya chini. Tumeona kabisa ya kwamba hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza habari ya ushirikishwaji wa jamii. Kwa hiyo hili ninaliona kama ni jambo la msingi sana. Lazima kuwe na utekelezaji kwa vitendo hadi ngazi ya chini, au tunaita localization of vision 2050. Na hii itasaidia kutafsiriwa katika lugha nyepesi. Mpaka sasa tunaona ni mkakati ambao uko kitaalamu sana. Mimi nipongeze lakini nitoe ushauri. Dira hii itafsiriwa kwa lugha rahisi na kushushwa hadi mikoani, katika halmashauri, hata kata na vijiji, ili basi ownership ya wananchi iwepo, waweze kufahamu nchi inatoka wapi, nchi inakwenda wapi. Kwa mimi niombe mpango huu mahususi uwe na mikakati ya namna hiyo. Lakini kitu kingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ni uhusiano wa moja kwa moja kati ya dira ya 2050 na mipango ya miaka 5 na ule mpango wa mwaka mmoja. Tumeona kabisa ya kwamba ni vizuri mipango yote hii ikawa inaendana pamoja. Yaani kuwe na linki kati ya mipango hii. Mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, mpango ule wa mwaka mmoja, lakini pia bajeti za kila mwaka. Ni vizuri ikaweza kusomana. Lakini nilitamani Mheshimiwa Naibu Spika, na nafikiri wenzangu pia waliongea habari ya kuwa na legal framework, binding legal framework ambayo itakuwa inalinda hii mipango mikakati, mipango ambayo tumejiwekea kama taifa. Lakini kitu kingine, na hiki wenzangu pia wameongea, ni habari ya mtaji wa watu, human capital development. Tumeshuhudia serikali ikiwa na mikakati mbalimbali kuhakikisha kabisa taifa linakuwa na mtaji wa watu ambao watafanya kazi katika viwango na katika tija inayotakikana. Nipongeze serikali kupitia
Wizara ya Elimu wamekuwa wakiwekeza kwa kiwango kikubwa katika sekta hii, na tumeona kabisa upande wa vyuo na vyuo vikuu, bajeti za mikopo kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu imeongezeka. Hili sio jambo la kubeza, ni jambo la kupongeza serikali, na hii niseme ni initiative ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kabisa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu wanapata mikopo na kusoma vizuri. Na hii ukijaribu kuioanisha na dira ya miaka 2050 na hii mipango mingine, utaona kabisa ya kwamba tunahitaji uwekezaji mkubwa katika elimu. Na mimi nisisitize tu ya kwamba uwekezaji huu uende sambamba na afya, uende sambamba na ujuzi na ubunifu, ili tuwe na manpower ambayo itaweza kuhimili soko la ajira na kuweza kufanya kazi katika tija, na hivyo taifa liweze kusonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, niongee jambo lingine, ni usawa wa kimaendeleo kati ya mikoa. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni jambo la msingi sana. Mipango hii ikajaribu kureflect jambo hili kwa wigo mpana. Usawa wa kimaendeleo kati ya mikoa, regional equity. Kwa nini ninasema hivi? Kama tunavyojua, kuna mikoa haifanani, mikoa inatofautiana kimaendeleo na namna ambavyo jiografia zilivyo. Kwa mimi niombe na Mheshimiwa Naibu Spika, mipango hii jaribu kuliangalia hili kwa mapana yake. Kuna mikoa ambayo iko pembezoni, kuna mikoa ambayo iko katika visiwa, kuwe na special intervention, kuwe na miradi ambayo ni maalum katika maeneo haya. Hii inaweza ikaleta ile balance ya maendeleo katika mikoa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ambalo napongeza kamati wamejaribu kulielezea kwa mapana ni masuala ya ufuatiliaji, tathmini pamoja na uwajibikaji, monitoring and evaluation and accountability. Hili ni jambo la msingi sana. Tunapokuwa na miradi, lazima jambo hili liwe kazini kuhakikisha kabisa kila kinachofanyika kinakuwa na tija katika taifa. Jambo lingine la msingi ambalo naomba niongee hapa ni kuhusiana na sekta ya maendeleo ya jamii kama chombo cha utekelezaji. Tumeona kabisa ya kwamba dira inaongelea habari ya maendeleo ya watu, lakini wajibika katika utekelezaji wa majukumu haya. Mheshimiwa Naibu Spika na wabunge wenzangu, mimi naomba tu niongee hii nikiwa na lengo la kuonyesha namna ambavyo sekta ya maendeleo ya jamii ni muhimu sana katika utekelezaji wa mpango huu, kwa sababu ni taaluma hii ambayo watu wa maendeleo ya jamii wanapaswa kuhakikisha kabisa mpango huu kule jua kabisa ya kwamba ni nini ambacho wamepanga, wana vipaumbele gani na mchango wao ni nini katika mpango huu maalumu wa nchi. Iwe ni kiungo kati ya sera, iwe ni kiungo muhimu kati ya dira na maisha ya wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, swala lingine ambalo naweza kuliongea hapa ni masuala ya utawala bora na mabadiliko ya tabia, mindset change. Utawala bora umetajwa kama msingi katika miongozo hii. Mimi niombe tu tuongeze masuala ya maadili, tuongeze masuala ya uwajibikaji wa viongozi, lakini pia tuongeze masuala ambayo viongozi wanaweza wakawa wabunifu, wanaweza kukawa na innovation na mambo kama hayo. Viongozi wa namna hii watasaidia taifa kuhakikisha kabisa, na ya pekee sana ambao nimepewa. Lakini pia niongeze kitu kimoja, ni ushirikishwaji wa wadau muhimu, hususan sekta binafsi. Tumeangalia hapa, kuna sekta binafsi, kuna vyuo vikuu, kuna taasisi za utafiti. Mimi niombe serikali ihakikishe kabisa inashirikisha taasisi hizi muhimu. Na niseme tu ya kwamba kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa dira ya taifa 2050 sio hati ya sera pekee, bali ni mkataba wa kijamii kati ya serikali na wananchi. Ni wajibu wetu sote
kuhakikisha kuwa mipango ya maendeleo tunayoitekeleza leo msingi wa Tanzania tunayoitamani kesho. Na hili ndilo ambalo tabasamu ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka liwe katika maisha ya Watanzania siku zote. Asante sana, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Dr. Regina.